Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Ndiyo. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Kulimfanya Pacome asicheze vizuri ndani ya kikosi cha Young Africans. Na mnukuu namna ambavyo alizungumza, alisema kwamba ndani ya misimu hii miwili Yanga Pacome bado hajacheza kwa kiwango kikubwa, lakini shida ilikuwa hapati nafasi anayotakiwa kucheza, alisema kocha huyo. Akaendelea kwa kusema kwamba kama kocha wa Yanga wa sasa ataanza kumpa nafasi ya Azizi, itakuwa ni tishio kubwa, itakuwa ni tishio, na kiungo huyo kumradhi. Anasema kwamba kocha wa Yanga wa sasa ataanza kumpa Pacome nafasi ya Azizi, itakuwa ni tishio, na kiungo huyo atakuwa tishio zaidi, kwani eneo linalomfanya kuwa hatari zaidi ni nafasi ile ya Stefan Aziz Ki. Lakini akaendelea kwa kusema kwamba Pacome licha ya kucheza pembeni bado amekuwa hatari zaidi kutengeneza na kutumia nafasi, ila natumaini atafanya vyema sana msimu ujao. Juma Shabani, tukianza na wewe, ni kweli kama ambavyo amezungumza mwalimu kwamba Pacome haja deliver kwenye ubora wake ndani ya misimu hii miwili akiwa Young Africans? Msimu wa kwanza nadhani Young Africans pia walizungumza wakasema kwamba katika vitu ambavyo wanavyodai Pacome basi ni performance bora, si ndio? Lakini wakawa wameahidi kwamba msimu utakaofuata basi Pacome atakuwa ni bora zaidi, kitu ambacho tumekiona mpaka sasa hivi. Ukiangalia kwenye upande wa ligi amehusika kwenye magoli sio chini ya 16 mpaka sasa, kwa maana ya kufunga pamoja na kutengeneza assist. Hii ni katika upande wa ligi, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita Pacome alikuwa amejitofautisha zaidi. Ukimwangalia Pacome wa ligi na Pacome wa CAF Champions League ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Kwanza alimaliza season akiwa top scorer, akiwa mfungaji bora namba 2 barani Afrika, akiwa amescore magoli 4, si ndio? Lakini kwenye ligi bado alikuwa ameshindwa kuweza kuonyesha kile kitu ambacho ni kitu bora zaidi. Lakini kwa hii season tumeona kuna namna ambavyo amejaribu zaidi kuweza kuimprove. Ukiangalia Young Africans wapo kileleni, kuna mechi kama 3 ambazo Pacome alibeba Yanga mabegani na wao kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kupata matokeo. Alikuwa ni man of the match katika mechi 3 mfululizo kabla ya kuweza kupata majeraha. Mimi naamini Julia amezungumza katika namna ya kuangalia kwamba position za wachezaji. Of course alizungumza akasema kwamba inawezekana ikawa ni majuto kwa baadhi ya mashabiki wa Young Africans kuona Stefan Aziz Ki ameondoka ndani ya kikosi cha Yanga, lakini anamtizama kama Pacome, mwalimu atamwamini kocha ambaye atakaye kuja na kumchezesha Pacome kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, hasa zaidi akicheza kama namba 10. Anaamini Pacome anaweza akawa ni bora zaidi kuliko huyu ambaye tunamuona akicheza akitokea wapi, pembeni zaidi. Tulikuwa tuna calculate hapa na Raymond kabla ya kipindi, lakini nimekuja kuangalia vizuri zaidi. Kuna miaka miwili ya Stefan Aziz Ki kuwa kwenye nchi ya Tanzania, si ndio? Lakini ukija ukiileta kwenye miaka ya kimpira ni misimu 3 ya Stefan Aziz Ki. Wakati anaondoka Stefan Aziz Ki pale ASEC Mimosas, mchezaji pekee ambaye alienda akacheza kama akitokea shimoni zaidi alikuwa ni Pacome Zouzoua, na msimu huo alimaliza ligi akiwa na goli 7 na ilimpelekea zaidi kuweza kuwa bora katika huo msimu na kuweza kupata tuzo ya MVP wa ligi ya Ivory Coast. Kwa hiyo mwalimu huyu ndo amefanya nao kazi hao wote wawili kwa pamoja. Kipindi ambacho anacheza kwa pamoja, Aziz alikuwa anacheza kama namba 10 na Pacome akitokea zaidi wapi, pembeni. Lakini baada ya kuondoka kwa upande wa Stefan Aziz Ki hakuwa na mahitaji mengine ya kutafuta kiungo mwingine, bali alienda kumwamini zaidi Pacome, na anaamini hili ndo eneo mama la Pacome Zouzoua kuliko namna ambavyo tumekuwa tunamuona akicheza zaidi akitokea wapi, akitokea pembeni. Kama Young Africans watamuuzia hiyo imani, na mimi nadhani pia anaweza akawa bora zaidi kuliko hii misimu ile ambayo tumemuona kwa sasa. Tunakubaliana na Juma Shabani, Raymond? Kwa kiasi changu mimi napingana na Julian Chevalier, sipingana na Juma Shabani. Kucheza kwenye number 10 role ama shimoni inahitajika ucheze kwenye mouth of the goal ama mdomo wa goli, ama wataalamu wanaita zone 14. Lile ni eneo ambalo linakuwa linakuwa crowded sana, yani linakuwa ina watu wengi kutokana na timu jinsi ambavyo inazuia, lakini pia ndo sehemu ambayo
mabeki pamoja na viungo huwa wanajazana, lakini pia wanajazana wakiwa hawajaachiana nafasi kubwa sana. Ili lengo ni kukunyima wewe muda na nafasi, na ili uweze kucheza katika ile eneo inatakiwa uwe very creative, lakini pia uwe mzuri kwenye kucheza kwenye tight spaces ama zile nafasi ndogo ambazo unaweza ukapewa, kwa sababu ina maana eneo likiwa na watu wengi, ina maana nafasi inakuwa ndogo. Kwa hiyo ili uwe na uwezo wa kucheza katika ile eneo inabidi uwe na uwezo wa kucheza kwenye nafasi ndogo, lakini pia kwa ufanisi mkubwa, of which sikioni hicho kitu kwa Pacome Pedro Zouzoua. Pacome ni mtu ambaye ana enjoy zaidi kuchukua mpira akiwa wide na kuanza kuliface goal la timu pinzani. Kama umekuwa umenotice mikimbo yake, mara nyingi wanaanzia wide ama anakuja chini kabisa kuokota mali, anaanza kudrive kuelekea kwenye lango la timu pinzani, lakini sio mtu ambaye utamkuta muda mwingi kwenye ile zone 14 ama most of the goal akisubiri mipira ili kuweza kucreate nafasi. Na kwangu sidhani kama ile ndio eneo ambalo ni very suitable kwa Pacome, kwa sababu obvious utakuwa umemuondolea ule ubora wake. Yeye ni bora akiwa na attack goal la timu pinzani akiwa na mali mguuni, lakini sio bora akae katika ile eneo huko akiwa anasubiria mpira. Kwa hiyo ukimchezesha katika lile eneo, ina maana tayari utakuwa umemnyima ule ufanisi ambao yuko nayo, kwa sababu obviously kwa vile sio mzuri kwenye kucheza kwenye tight spaces, ina maana atakuwa anapoteza mipira mingi, na akipoteza mpira mingi ina maana ufanisi wa matendo utakuwa haupo, lakini pia timu itakuwa inakosa ile ufanisi wa kufanya lile jambo. Lakini pia Julian ametaja kwamba msimu ambao alikuwa bora Pacome, ambao alikuwa hadi MVP, alifunga magoli 7, alitoa assist 4 huo msimu akiwa anacheza Shimoni. Lakini sasa hivi Young Africans achezi Shimoni, msimu huu tayari ana goli 9, ana assist 8, amekuwa involved kwenye magoli 17 akiwa anacheza kwenye eneo ambalo analipenda, kutokea wide kuingia ndani ama kutokea eneo la chini akikokota mali kuelekea kuiface goal la timu pinzani. Kwa nafikiri mimi kwangu ukiniambia eti Pacome aende kwenye lile shimo la kuziba nafasi ya Stefan Aziz Ki, kwangu sioni. Nafikiri Young Africans wanahitaji mtu mwingine ambaye anaweza akacheza kwenye tight spaces, ama sasa kama wanaamua kuwa ni timu ya namna hiyo, na maana abadilishe system ya timu ambavyo inacheza, wasiwe na creator in chief. Pacome sio creator in chief wa Young Africans. Creator in chief wa Young Africans ni Stefan Aziz Ki ambaye alikuwepo msimu huu ambapo unatamatika, na ili uweze kuwa creator in chief inabidi uwe na attributes za hivyo. Kwa hiyo nafikiri Young Africans kama wataamua kumpa hiyo Pacome role, nafikiri watakuwa wameamua kumchezesha kwenye eneo ambao sidhani kama watapata namba ambazo wanazipata msimu huu, kwa sababu hayuko comfortable. Kuna muda unamwona kabisa akipokea mali kwenye lile eneo, obviously utamwona anakimbilia tena, atatoa pasi moja atakimbilia pembeni kwenda kucheza na nafasi. Ni mtu ambaye anaenjoy kucheza zaidi sehemu ambayo kuna nafasi kubwa yeye kucheza, lakini sio nafasi ndogo. Na ukitaka kucheza Shimoni lazima kuwe na nafasi ndogo. Kwa hiyo nafikiri Young Africans wanahitaji mtu ambaye anaweza akacheza kwenye tight spaces kuliko kumpa hiyo nafasi Pacome Pedro Zouzoua. Sawa. Juma Shabani, bwana, jana kulikuwa na sherehe